Sasa ndugu zangu, naomba mniruhusu nirudie tena maneno yangu ya shukrani na pongezi kwa watiania wa ubunge viti maalum, udiwani viti maalum, pamoja na viongozi wa majimbo ambao mmejumuika pamoja nasi hapa leo. Hongereni sana. Ubunifu huu ambao tumeujaribu leo hapa Songwe, kwa jinsi ambavyo umefanyika vizuri, wa kuwakusanya pamoja watiania kukutana na katibu mkuu, kwa jinsi ambavyo ulivyofanikiwa hapa Songwe, nataka kuhakikishia kwamba utaratibu huu tutauchukua na kuutekeleza nchi nzima katika mikoa yote. Utaratibu huu ungefeli hapa Songwe leo, tungesema watu hawana moyo wa kujitolea, watu hawana subira, kwa sababu tuliwaeleza mje wenyewe. Tena wakati tunaongea na viongozi wa mkoa, niliwaambia kwamba ukiwa na mgombea wa ubunge ukampa mtihani, anaitwa na katibu mkuu kwa gharama zake, akashindwa kuja, huyo mtu usimpe fomu. Ndio kweli wenyewe. Huo ni ukweli mchungu. Yaani kama mtu anataka kuwa mbunge, alafu nauli ya kwenda sehemu ya 10,000 na ya kurudi inamshughulisha, huyo maana yake ataenda kuwapa shida watu wetu. Atawalaza njaa mawakala, atawasumbua viongozi. Kwa hiyo huu leo ulikuwa mtihani wa kwanza kwa wagombea ubunge, kwamba hawa watu wako serious ama ili mradi tu nionekane na mimi nataka kugombea nini? Ubunge. Kwa hiyo narudia tena, pongezi kwa wagombea, mmeuvuka mtihani wa kwanza na mmeushinda. Salamu nitazorejesha makao makuu. Wagombea wa Songwe sio wagombea wa mchongo. Walipewa mtihani waje kwa katibu mkuu, tena kwa taarifa ya muda mfupi, na wamekuja. Hongereni sana, saluti sana. Nataka kuchukua fursa hii kuwapongeza viongozi wa mkoa wa Songwe pamoja na viongozi wa majimbo kwa kuhakikisha kwamba kila jimbo katika mkoa wa Songwe linamtiania 100%. Hongereni sana viongozi. Kitendo cha mkoa wa Songwe katika majimbo yote kwa ngazi ya ubunge kuwa na angalau mtu ambaye ameonyesha nia yake sio kitendo cha kupuuzwa hata kidogo. Ni ishara ya ukomavu na ukuaji wa chama chetu katika majimbo yote ya mkoa wa Songwe, na ni jambo ambalo limetupa sisi viongozi wa kitaifa matumaini makubwa sana. Kwa jambo hili Songwe imeonyesha mfano kwamba mpo tayari kwa mapambano, na huo ndio ujumbe ambao mimi ninatoka nao. Hauwezi kuwa tayari na mapambano kama una wagombea. Jambo la mwanzo katika mapambano ya kiuchaguzi ni mgombea. Mapambano ya kiuchaguzi yanaanza kwa kuwa na mgombea. Na Songwe imetuma salamu kwa nchi nzima na dunia nzima kwamba Songwe inao wagombea kwenye majimbo yote na iko tayari kwa mapambano. Na saa zangu kwenu, tuendeleze jitihada za kuchangamsha mchakato wetu, tujipange vizuri ili tu sio tuonyeshe utayari wa kushiriki katika uchaguzi, lakini pia tuonyeshe utayari wa kushinda na kuongoza katika majimbo yote ya mkoa wa Songwe. Sasa baada ya maneno hayo ya pongezi, nataka kutoa nasaha zangu 3. Jambo la kwanza,
ACT Wazalendo ni chama cha kidemokrasia, na sisi ACT Wazalendo tunaamini kwamba demokrasia ni mapambano. Demokrasia ni mapambano, na mapambano ya kujenga demokrasia yanaanza ndani ya chama, hayaanzi nje ya chama. Hilo ni la kwanza mlielewe. Kwa hiyo uchaguzi wetu utaonesha jinsi ambavyo ACT Wazalendo tumejipanga kuonesha kwa vitendo kwamba chama chetu ni cha kidemokrasia. Mimi nawapongeza sana Mbozi, sana kwa dhati ya moyo wangu, kwamba wameweza kuhamasishana wakapata wagombea wengi wa ubunge kwenye baadhi ya maeneo na kwenye baadhi ya vyama. Kitendo cha kuwa na watiania zaidi ya moja kinaleta chuki, kinaleta mifarakano, kinaharibu chama. Nimefarijika kuona kwamba wagombea wa Mbozi alipokuwa anaitwa mmoja baada ya mwingine kuja kwa katibu wa jimbo hapa kuja kuchukua fomu yake, wana Mbozi wote mlikuwa mkimshangilia mgombea huyo, na hata wagombea walikuwa wakiwashangilia wagombea wengine. Huu ni mfano mzuri sana. Sasa mfano huu uwe kwa maneno na kwa vitendo, kwamba katika chama hiki hakuna mgombea mwenye hati miliki na udiwani. Tuelewane vizuri hapa. Mimi ni katibu mkuu wenu, nimegombea, nimechukua fomu ya kugombea katika jimbo la Tunduru Kaskazini, na ujumbe niliowapa wana Tunduru Kaskazini, na leo ninarudia, nitajisikia fahari na faraja kama mwanademokrasia iwapo kuna mwanatunduru au wanatunduru watajitokeza kupambana na mimi katibu mkuu. Sitokasirika, nitafarijika sana. Kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zitto Kabwe amechukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma mjini, na amesema mara kadhaa na yeye anafurahia ushindani wa kisiasa, na kwamba milango iko wazi kwa mwana Kigoma yoyote anayetaka kupambana na Zitto Kabwe, inaruhusiwa katika chama chetu. Kiongozi wa chama chetu ndugu Doro Sem amechukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwanachama mmoja alinitafuta, mwanachama wetu kutoka Bukoba mjini, kijana afanya kazi zake ndani na nje ya nchi, anaitwa Kalikawe, anataka na yeye kuchukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikamwambia njoo makao makuu uchukue fomu, na tutakupokea kwa furaha ile ile tuliyompa kiongozi wa chama ndugu Doro Sem. Mwenyekiti wa chama chetu ndugu Othman Masudi Othman amechukua fomu ya kugombea urais wa Zanzibar. Ujumbe wetu kwa Wazanzibari, kama yuko mwana ACT anataka kuchukua fomu ya kugombea urais wa Zanzibar, hatutomzuia, milango iko wazi. Ndio maana tumeongeza hata muda wa kuchukua fomu mpaka tarehe 25. ACT Wazalendo ni chama kinachojiamini, kinataka kuonesha demokrasia kwa vitendo ndani ya chama. Makatibu wa majimbo leo tumewapa heshima kubwa sana hapa mbele yangu. Isitokee tabia ya mgombea yoyote kunyimwa fomu. Mgombea ni asset. Mgombea anatangaza chama.
wewe bwana ni katibu wa chama cha kidemokrasia. Ukipigiwa simu usilete mizengwe, usiseme uko bize. Siku hiyo hiyo muite ofisini mtiania husika, mkabidhi fomu yake ili mradi amekizi masharti ya chama chetu. Makatibu wa kata, makatibu wetu wa kata, msipange madiwani wenu. Madiwani wataamuliwa na mkutano mkuu wa kata. Toeni fomu kwa kila mwanachama anayetaka kugombea. Huu ndio ujumbe wangu wa kwanza. Na usiutoi kwa ajili ya Songwe, na utoa ujumbe huu kwa nchi nzima, kwa viongozi wote, hasa makatibu wa kata na makatibu wa majimbo ambao ndio wana dhamana ya kutoa fomu kwa madiwani pamoja na wagombea ubunge na wabunge wa viti maalum. Endesheni mchakato wetu kidemokrasia. Na nitoe onyo kwa viongozi wote, tukipata taarifa kwamba yupo kiongozi yoyote anataka kumzuia mtiania yoyote kuchukua fomu, hatutamvumilia, tutamchukulia hatua za kinidhamu. Kwa sababu kiongozi huyo atakuwa anataka kuleta tabia za CCM ndani ya chama cha ACT Wazalendo. Huo ni ujumbe wangu wa kwanza. Demokrasia inapiganiwa. Demokrasia hailetwi mikononi mwako. Demokrasia hailetwi kama hisani. Demokrasia ni mapambano. Ninaamini watiania wengi mna maswali kwamba, ndugu katibu mkuu, tumeshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa 2019. Tumeshiriki uchaguzi mkuu 2020. Tumeshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa 2024. Na kote huko tumejifunza kwamba adui yetu halisi, adui tunayepambana naye sio Chama cha Mapinduzi. Adui tunayekabiliana naye ni dola linaloibeba CCM. Hilo ndio funzo la kwanza tumejifunza. Tumejifunza dola inakibeba Chama cha Mapinduzi, na kwamba bila dola CCM ni wepesi sana, na sababu ni iko wazi. CCM imeshindwa kuendesha nchi, imeshindwa kuendesha uchumi wa nchi. Vijana wanamaliza sekondari, wanamaliza vyuo vikuu, hawana ajira. CCM imeshindwa kuzalisha, kutengeneza uchumi ambao unazalisha ajira. Wakulima wetu wametelekezwa na kupuuzwa na Chama cha Mapinduzi. Wafanyakazi wa Tanzania kwa miaka mingi wamepuuzwa, na ukiona wanakumbukwa kidogo, ujue huo ni mwaka wa uchaguzi. Huo ndio ukweli wenyewe. Wazee wetu vijijini wanaibiwa hata fedha za TASAF, hawatibiwi bure kama CCM ilivyoahidi. Mama zetu wajawazito hawapati kile kinachoitwa huduma za afya bure kwa wajawazito. Miundombinu vijijini hali ni mbaya sana, barabara hazipitiki, umeme wa REA unaishia katika senta za vijiji na hausambazwi katika makazi ya watu. Ningeweza kuchambua mifano mingi ya jinsi serikali ya CCM ilivyoshindwa kuendesha nchi. Kwa hiyo dola linajua, kwa vile CCM imeshindwa kuendesha uchumi, imeshindwa kuendesha siasa, imeshindwa kuendesha huduma za kijamii, ikiachwa ishindane huru kwenye uchaguzi ambao ni wa huru, wa haki na wa kuaminika, CCM itashindwa vibaya sana. Hilo dola linajua. Ndio maana CCM wanabebwa. Sasa swali kwa katibu mkuu, kama tunajua
dola linakibeba Chama cha Mapinduzi, sisi tufanye nini? Tuna machaguo mawili tu. Chaguo la kwanza, tuliache dola liendelee na CCM, wafanye maigizo ya uchaguzi, waendelee na mambo yao. Hilo ni chaguo. Tunaweza kuamua tususe, tunaweza kuamua tugomee uchaguzi. Hiyo ni njia. Njia ya pili, tunaweza kuamua kwamba CCM tukapambane nayo, kwamba 2019 hatukufanya mapambano ya kutosha, kwanza ya kudai mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, lakini pia ya kuzuia wizi wa kura. 2020 hatukufanya mapambano ya kutosha. 2024 hatukufanya mapambano ya kutosha. Tunaweza kuamua tuchague njia ya mapambano, na hizi njia zote hizi ni njia halali za mapambano. Sisi ACT tumechagua njia yetu. Tumechagua njia ya kwenda kupambana na Chama cha Mapinduzi. Ndio njia tumeichagua. Kwa lugha nyepesi, tumechukua msemo kwamba nguruwe asusiwi shamba la miogo. Huo ndio kweli. Au kwa mfano mwingine, fisi asusiwi bucha. Na sisi viongozi wenu tumefanya utafiti wa kina. Tumeangalia nchi mbalimbali duniani na tumejiridhisha kwamba njia ya kugomea, njia ya kususia ni njia ambayo Chama cha Mapinduzi kinaitamani sana itokee. Kwa sababu nyinyi mkisusa na msusi vyama vyote, kuna vyama vitakwenda kwenye uchaguzi. CCM itaendelea na vyama vile na haitojali chochote. Na mifano iko wazi, nitawapa miwili tu kwa ajili ya muda. 2019 wagombea wa serikali za mitaa walipoinguliwa, viongozi wenu tulichukua hatua gani? Hatukugomea uchaguzi, tuligomea uchaguzi. Tukatangaza ACT tumejitoa kwenye uchaguzi, na vyama vingine navyo vikatangaza vinajitoa kwenye uchaguzi. CCM ilijali? Haikujali chochote. Lazima kujua unakabiliana na adui wa aina gani. Hawa watu ndugu zangu ni wauni. Hawa watu ni madhalimu. Hawa watu hawajali chochote. Wewe ukisusa wenzako ndio wanafurahi, wanasonga mbele. Hilo sisi tulijua. Kwa mfano wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019. Rais Magufuli alifanya kana kwamba hakuna kilichotokea. Licha ya vyama vingi makini vikiongozwa na ACT Wazalendo kukaa pembeni.